Mashambulizi ya anga ya Israel yameendelea Ijumaa hii katika maeneo mbalimbali ya Iran, yakilenga miji na vituo muhimu vya kijeshi na nyuklia, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali ya Iran. Televisheni ya taifa ya Iran imeyataja mashambulizi hayo kama uvamizi mkali, ikieleza kuwa maeneo ya miji ya Tabriz na Shiraz yamepigwa pamoja na kituo cha kurutubisha uranium cha Natanz. Shirika la nishati ya atomic la Iran limethibitisha kuwa kituo cha Natanz kilichopo umbali wa takriban maili 150 kusini mwa Tehran kimeharibiwa. Ingawa kiwango kamili cha uharibifu hakijafahamika, taarifa zinadai kuwa sehemu kubwa ya uharibifu huu ni wa juu ardhini, huku shughuli kuu za urutubishaji uranium zikiwa chini ya ardhi. Hakuna vifo vilivyoripotiwa katika kituo hiki, lakini picha za satellite zinaonyesha athari kubwa za miundombinu. Mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA, Rafael Grossi, amewaambia wajumbe wa bodi ya IAEA kuwa ingawa Natanz imeathirika, hakuna ongezeko la viwango vya mionzi lililoripotiwa. Grossi pia alithibitisha kuwa vituo vingine vikuu vya nyuklia vya Isfahan na Fordo havikuguswa. Wakati huo huo, jeshi la Israel limedai kuwa kamanda mwingine mkuu wa Iran ameuawa. Limemtaja Amir al-Hajizadeh, mkuu wa kikosi cha anga cha IRGC, ambaye anadaiwa kushambuliwa katika shambulizi la usiku kwenye makao ya chini ya ardhi, pamoja na maafisa wengine wawili waandamizi. Iran bado haijathibitisha rasmi kifo cha Hajizadeh. Viongozi wengine wakuu waliouawa kwenye mashambulizi ya awali ni pamoja na Hossein Salami, kamanda mkuu wa IRGC, Mohamed Baheri, mkuu wa majeshi, na Ghulam al-Rashid, ambaye ni mkuu wa makao makuu ya Hatam al-Anbiya. Kufuatia vifo hivyo, kiongozi mkuu Ayatollah al-Khamenei amewateua makamanda wapya kuchukua nafasi hizo. Brigedia Jenerali Mohammad Pakpul amepewa uongozi wa IRGC akichukua nafasi ya Hossein Salami. Meja Jenerali Abdurrahim Musavi ameteuliwa kuwa mkuu wa majeshi akichukua nafasi ya Mohamed Baheri. Meja Jenerali al-Shadman sasa ataongoza Hatam al-Anbiya akichukua nafasi ya Ghulam al-Rashid. Katika hotuba iliyotangazwa Ijumaa asubuhi, Khamenei alilaani vikali mashambulizi ya Israel, akiyataja kuwa uhalifu mchungu na wenye maumivu ambao umeifungulia Israel hatima mbaya. Aliapa kutoa jibu kali litakalowafanya viongozi wa Israel kujuta vikali kwa uvamizi wao. Katika kilele cha mvutano huo, rais wa Marekani Donald Trump ametuma onyo kali kwa Iran. Kupitia Truth Social, Trump amesema kuwa viongozi wa Iran hawakujua kilichokuwa kinakuja, na kuonya kuwa mashambulizi ya Israel yatakuwa makali zaidi endapo Iran haitokubali makubaliano ya nyuklia hivi karibuni. Amesisitiza kuwa Marekani na Israel zina uwezo mkubwa wa kijeshi na kuzitaka mamlaka za Tehran kuingia mezani kabla ya kuchelewa. Ujumbe huo wa Trump unakuja wakati mazungumzo ya nyuklia kati ya Iran na mataifa yenye nguvu duniani yakiwa yamekwama, hasa kutokana na msimamo wa Iran wa kutotaka kuachana na mpango wake wa kurutubisha uranium. Hali inaendelea kuwa tete, huku pande zote zikiwa tayari kwa uwezekano wa mzozo mkubwa zaidi. Wateja wako watarajiwa wanaangalia video hii. Kama biashara yako ingeonekana pamoja na unachokiangalia sasa, wengi wangegeuka kuwa wateja wako wapya. Tuandikie sasa info@snstz.com au WhatsApp pekee 0659 250 389. Tuifikishe biashara yako kwa wana SNS.